Mwandishi wetu Nick Nabangi anatuarifu kwamba sekta ya uchukuzi ni kati ya sekta ambazo wafanyi biashara wengi wanaendelea kuwekeza hasa kupitia matatu. Lakini je, ni kipi unastahili kufahamu kutoka kwa waliotangulia kuwekeza katika sekta hii, mtazamaji? Nick Nabangi anatupa simulizi ya muasisi wa Msamaria Mwema. Wapo wanaojiuliza wanavyoweza kuwekeza na kukuza biashara katika sekta ya uchukuzi na biashara yenyewe ikakuwa na kukupa faida. Mchungaji Noah Sumba kutoka Ebushibungo Eshirombe katika eneo bunge la Khwisero County ya Kakamega ni muasisi wa magari ya uchukuzi unayoyajua wewe, yanaitwa Msamaria Mwema. Katika fursa hiyo adimu nilopata, nilitaka kufahamu alivyoanzisha Msamaria Mwema. Nyumbani kabisa ni mahali panaitwa Ebushibungo Village, Komero sub location, Shirombe location, msoko ya karibu ni Manyulia market. Ilikuwa mwaka wa 1989. Nikawa na wazo kwa wakati huo biashara ya matatu ilikuwa inafanya vizuri na ikawa inaweza kusaidia. Wakati huo nilikuwa bado nimeajiriwa na National Cereals and Produce Board na nikanunua matatu box. Anasema pamoja na kaka zake watatu, chini ya uelekezi wa baba yao mzazi, alichukua matatu box kwa mkopo mwaka 1989. Kile baba yangu alifanya, akatukusanya sisi wandugu wanne kutuleta pamoja na kuendesha hiyo biashara moja. Ilikuwa matatu box ya kubeba watu 14. Ndio tukaanza tu na hiyo. Na Mungu akajalia kulikuwa na kampuni za kukopesha magari. Hiyo matatu box nilikuwa nimenunua kwa loan. Nalipa deposit alafu nikapewa kidogo. Nikafanya hiyo 1989, 1991 nikawachishwa kazi. Nikarudi sasa nikaanza nafanya kwa hiyo toma kwa magari. 1991 tena tukafanikiwa kununua tena matatu ingine ya pili. Tulikuja mpaka tukafikisha minibuses kafika 10. Baadaye tukaendelea na kununua basi. Kwa miaka ulijua minibus ya Msamaria na baadaye mabasi ya Msamaria, ila kwa sasa ana matatu aina ya shuttle. Basi zimeendelea mpaka basi zikafika 9. Then zikatusaidia sana sisi wandugu wanne kusomesha watoto. Ndugu yangu mmoja alikuwa mwalimu, mwingine alikuwa ako na duka la retail, na mwingine alikuwa tu nyumbani, alikuwa tu ako nyumbani. Kwa saa hii ni marehemu, lakini yeye ndiye alikuwa operation man. Na watoto walikuwa wamekuwa, ndio wameanza kuuza zile buses na zile mini buses. Sasa wakanunua hizi shuttle. Nilani bisi na wana wakura kwa chopa shuttle zero ni 27. Watoto wetu ndio wanaendelea nazo. Je, siri ya kukuza biashara hii ya sekta ya uchukuzi ni ipi? Mzee Noah Sumba, aliye kwa sasa na umri wa zaidi ya miaka 70, anasisitiza nidhamu. Mzee alikuwa mtu wa 5, ndiye alikuwa supervisor wetu, na yeye alisaidia sana ni kuchunga pesa. Anakuuliza hata umelala wapi. Unajua kazi ya matatu nayo inakuanga na mambo ingine ya mipango ya kando mingi. Nyumbani kwetu baba yetu alikuwa mkali. Biba akimwambia tu neno lolote bibi zetu, unaitwa huko kwenda kusomewa msomo. Naambiwa tulinde jamii. Kwa lugha yake ya mama ya Olushisa, Mzee Noah anasema ukishanunua gari linamilikiwa na abiria. Ukachenda atukhurule Manyulia kucheka Kakamega nikucherera nikunyola abantu. Sasa mtoka kwa biashara kuli khunjira kubesanga kumali kulonda abantu lebenjire mo barunjira etso kwenye kuishira no muishiria. Asili ya neno Msamaria, idadi ya wafanyikazi aliowaajiri katika sekta hiyo ya uchukuzi, changamoto na mafanikio ya sekta hiyo ya uchukuzi ni kati ya maswali na masuala mengine nitakayotaka kufahamu na kupata majibu yake nikipata fursa nyingine ya kuwa na mchungaji huyu Noah Sumba, muasisi wa Msamaria Mwema. Sasa watoto wetu ndio wanaendesha. Kuna watoto wangu, watoto wa ndugu yangu anayenifuata, watoto wa ndugu yangu marehemu na watoto wa ndugu yangu mdogo. Kwa saa hii wakaniletea yako tu shukari nyumbani, mimi nashukuru. Abanda basoma graduate teachers balo bemirimo cyo kuchukwisha banda tamatatu be uratali mondo ro mufuko. Nick Nabangi, West TV.